الذي جل علاه ما لنا رب سواه. كل من حاز رضاه حاز في العمر الآخر. ربنا الله الكريم دائم حي قديم، أبدع الكون العظيم مودعا فيه العجب. مودعا فيه الدليل أنه الله الجليل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد روحي بحبك في ضياء تهيم، والشوق منا في هواك عظيم. تحيا القلوب بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. وأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا حراس العقيدة الإسلامية، hakika baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwa rehema zake na kwa utashi wake na kwa utukufu wake ametujalia kuwa miongoni mwa wale ambao wameweza kuudiriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wako wengi miongoni mwetu walikuwa wana matarajio makubwa kwamba watafika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini wako wale ambao pia walifanya maandalizi ya aina mbalimbali kwa ajili ya kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawakuweza kuhudhuria. Lakini sisi kwa uwezo wake na kwa utashi wake tukawa miongoni mwa wale ambao waliweza kuhudhuria. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia rehema na amani zimwendee kipenzi chetu mbora wa viumbe ambaye lam yursal illa liikhraji nnasa min dhulumati lkufri ila nuri liman, hakutumwa isipokuwa ni kwa ajili ya kuja kuwaokoa watu na kuwatoa kwenye giza cha ukafiri na kuwaingiza katika nuru ya imani na Uislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rehema na amani azipeleke kwa masahaba zake na watu wote wema. Hakika maamkizi mema ni yale aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, nayo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndiyo hasa imeteremka Qur'ani tukufu. Tukaona kwamba ipo haja katika masjidi hii kuweza kutumia muda huu kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwezesha, na sisi kuwa miongoni mwa wale ambao watakaopata fadhila ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa miongoni mwa jamii ambayo itakayoishi kwa kuyafasiri na kujifunza sehemu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha, ili tukiwa na malengo thabiti, madhumuni na shabaha ya kurejesha umma na kuuzindua katika yale ambayo aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale ambayo aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo nikaonelea kwamba ipo haja kwa sehemu ya kwanza darasa letu au muhadhara wetu wa tafsiri ya Qur'ani tuanze kwa kufasiri Suratul Nur. Kwa nini Suratul Nur? Kwa sababu amri ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoamrisha masahaba zake wakati alipokuwa akiwatuma katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwa viongozi na mawalii katika maeneo hayo, aliwaambia alimu rijalakum, alimu rijalikum Suratul Maida, wa'allimu nisaikum Suratul An-Nur. Kwamba nendeni na hatua ya kwanza katika kuwafundisha watu tafsiri ya Qur'ani, basi wafundisheni wanaume Suratul Maida. Kwa sababu gani? Kwa sababu Suratul Maida inaelezea na kuwafundisha wanamume namna bora ya kusimama
kusimamia majukumu yao katika majumba yao na jamii yao kwa ujumla. Sababu ile ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, kwamba wanamume ni viongozi kwa wanawake, haiji uongozi hauji kwa mtu kama sehemu ya jambo la ghafla, bali pamoja na maukiba anayopewa mtu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya uongozi, lakini yapo mambo ambayo yatasaidia ufanye uongozi wake kuwa thabiti. Sasa ijapokuwa mwanamume ni kiongozi wa mwanamke, lakini uongozi wake hauwezi kuwa thabiti. Ni lazima afundishwe misingi ya kanuni na haki, lakini pia na majukumu yake atakayoyabeba kwa yule ambaye anayemuongoza. Lakini pia waalimu nisaikum, na mwafundishe wanawake zenu Suratun An-Nur, Suratun Nur. Kwa nini? Limashtamalat fiha min huquqi al-mar'a wa mas'uliyati al-mar'ati fi baytiha, ni kutokana na yale ambayo yaliyoshikamana ndani yake juu ya majukumu ya mwanamke na nafasi ya mwanamke katika utekelezaji na usimamizi bora wa yale yanayohusu nyumba yake pamoja na familia yake. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu elimu ya sayansi ya jamii ya Kiislamu inaonyesha wazi kwamba familia bora kutengenezwa na misingi bora inayotokana na malezi bora ya mama ndani ya nyumba yake. Kwa lugha nyingine kwamba idha fasadat al-mar'a, mwanamke anapoharibika, fasadat al-usra, na jamii na yenyewe inakuwa imeharibika. Wa idha salahat al-mar'a, mwanamke anapokuwa yuko vizuri, anajua misingi yake na majukumu yake ndani ya nyumba yake, salahat al-usra, lakini pia na familia inakuwa ipo sawa sawa. Na kwa lugha nyingine ni kwamba haya maafa ambayo tunayoona kwenye jamii leo hii, ambayo yanatokana kwa kiwango kikubwa na mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu, ni matokeo ya kupuuzwa kwa mchango wa mwanamke wa Kiislamu ndani ya jamii yake, lakini pia ndani ya familia yake. Ndio maana kwa kiwango kikubwa tunapata vijana na watoto ambao
nashau fi mabiti sui, wamekulia katika makuzi mabaya. Makuzi mabaya ambayo yanayotokana na malezi mabaya walioyapata kutoka kwa wazazi wao. Sasa hii ikatumia kuja kufasiri Suratul Nur kwa lengo la kurejesha umma katika misingi iliyokuwa bora, misingi ambayo imeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia imefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kupitia maelekezo hayo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mwenendo huo ndiyo alielekeza Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Katika zama za Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, katika sehemu ya mikakati yake ndani ya utawala wake, alitumia muda mwingi wa kutanua na kupanua ile dola ya Kiislamu. Kwa kupitia yeye, Uislamu uliweza kufika katika maeneo ya Fursi pamoja na Rum. Lakini kwa kupitia utawala wake, Uislamu uliweza kuingia katika bara la Afrika kwa kuingia lango la Misri chini ya uongozi wa sahaba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Amr ibn al-As. Kwa kadri ambavyo utawala wa dola ya Kiislamu ulivyokuwa ukitanuka, ndivyo ambavyo mahitaji ya kuitengeneza New Islamic Society, jamii mpya ya Kiislamu, ilivyokuwa inahitajika. Kwa hiyo Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ikamlazimu aandike waraka maalum kwenda kwa viongozi wote na makhalifa wote waliokuwa wakitawalia katika maeneo hayo, waraka ambao pamoja na kuwa na maagizo, lakini aliwaandikia na kuwapa maelekezo maalum kwamba alimu rijalikum suratul Maida, wafundisheni wanaume wenu suratul Maida wa suratul An-Nisa, lakini pia wafundishe suratul Nisa, wa'allimu nisaikum suratul Nur, na wafundishe wanawake zenu suratul An-Nur. Falsafa ya maneno haya ni nini? Falsafa ya maneno haya ni kwamba unapotaka kuitengeneza jamii bora, basi sharti
uanze kuwatengeneza wazazi, kwa sababu wazazi ndio ambao wanaobeba majukumu ya kuja kuandaa kizazi kilichokuwa bora. Na unapotaka kutengeneza jamii ya watu wa ovyo au ya vijana wa ovyo, basi elimu usielekeze kwa wazazi, ielekeze katika mambo mengine. Kwa lugha ya kileo tunasema kwamba unapotaka kutengeneza kizazi bora, iwe cha Kiislamu au kisiwe cha Kiislamu, unapotaka kutengeneza kizazi kilichokuwa bora, basi sharti lazima uanzie kutengeneza peak ya walimu, kwa sababu mwalimu ni ambaye anayesimamia shule. Mwalimu ndiye ambaye anayemtengeneza mtoto. Sasa leo Waislamu tunafeli. Kufeli kwetu ni natija au matokeo ya kupuuzwa kwa nafasi ya mwalimu katika malezi, nafasi ya mwalimu katika jamii. Kwa sababu gani? Mwalimu ana nafasi ya pekee. Mwalimu ana nafasi ya pekee kwa sababu yeye anacheza na akili ya mwanadamu. Ukienda kwa fundi seremala utaona kwamba yeye anacheza na mbao. Ukienda kwa fundi makanika utaona yeye anacheza na vifaa vyake vya spana. Hali kadhalika dereva anacheza na gari yake, lakini mwalimu yeye anacheza na kuitengeneza akili ya mwanadamu. Ndio maana ya maneno yanasema kwamba inna al-muallima wat-tabiba kilahuma, inna al-muallima wat-tabibu kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama fasbir lidhalika in jafauta tabiban wa qana' bijahlika in jafauta muallima. Kama mwalimu pamoja na daktari, hizi ni sampuli mbili. Kwa mtazamo wa kawaida unaweza ukaona kwamba ni watu wanaofanya kazi tofauti, lakini kimaana ni watu ambao wanaofanya kazi ya kitu kimoja. Hauwezi ukawabagua, kwa sababu mwalimu anacheza na akili ya mwanadamu, lakini pia na daktari anacheza na mwili wa mwanadamu. Sasa fasbir lidhalika in jafauta tabiban, subiri ambacho kitakachokupata wewe ikiwa utamkimbia daktari katika kipindi ambacho mwili wako unashtakia ugonjwa.
lakini tosheka na ujinga wako ikiwa utapuuza na kumkimbia Bwana. Sasa hii inatupa sehemu ya taswira. Sisi kama Waislamu tunapotaka kutengeneza kizazi kilichokuwa bora, ni lazima tujue wapi pa kuanzia. Kwa hiyo sura hii ambayo tumeichagua kuisoma ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lengo letu na shabaha yetu ni kuhakikisha tunakuja kuyaponya yale ambayo yanazingatiwa kuwa ni afatu almujtama alislami, ni maafa ndani ya jamii ya Kiislamu, kwa kumtaka kila mmoja azinduke na ajue majukumu yake, lakini pia namna bora ya kuweza kuyatekeleza, ukizingatia kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pamoja na kutuandaa kwamba sisi tuwe wacha Mungu, lakini ucha Mungu wenyewe haupatikani isipokuwa baada intihai shahru Ramadhani, baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kipindi chote hiki, maana yake tunatengenezwa sisi kiakili, tunatengenezwa kifikra, lakini pia tunatengenezwa kitabia, tunatengenezwa katika misingi bora ya adabu, kuhakikisha kwamba tunayatekeleza kivitendo yale yote ambayo aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi tanfidhi awamiri, katika kutekeleza amri zake, wajtinab nawahihi, na kujiepusha na yale yote ambayo aliyoyakataza. Almuhimu, maneno yetu, tabia zetu, mienendo yetu na matendo yetu ambayo tutakayoishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tuje tuendeleze hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huo ndio utakaokuwa ucha Mungu mwenyewe. Sasa suratu An-Nur, kwa nini kwanza imeitwa suratu An-Nur? Neno nuru sote tunafahamu kwamba ni kitu ambacho kinachoangaza. Mfano, hii taa inayoangaza, kile kinachotoka ambacho kinachokufanya wewe uone inaitwa nini? Inaitwa nuru. Katika maumbile ya kibinadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na akatuwekea macho. Kwa mtazamo wa kawaida unaweza ukasema kwamba macho yanaona, wala hakika tu, na kwa uhakika wenyewe
ni kwamba haya macho hayaoni kitu chochote, na ukitaka kujua kwamba macho hayaoni, poteza sindano au pesa katika giza. Utaiona au hauioni? Jawabu linakuja kwamba hauwezi ukaona pesa au sindano uliyopoteza katika giza au kitu chochote ulichopoteza katika giza, lakini utakuja kuona wakati ambapo sindano ile au pesa ile au kitu kile itaonyesha nuru ambayo itakayoakisi macho yako, ndio utakuja kufanyaje? Ndio utakuja kuona. Kwa maana nyingine, haya macho ili yaweze kuona jambo inategemeana na nuru au mwanga wa kile kitu ambayo umeakisi nini? Umeakisi macho yako, ndio utaweza kuona na kujua hapa kuna kitu fulani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia hii sura na ikaitwa Suratul Nur kwa sababu ya kutupa mwangaza juu ya yale ambayo tuliyokuwa hatuyafahamu katika mfumo wa maisha yetu, tuliyokuwa hatuyajui katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuliyokuwa hatuyajui katika utekelezaji wa majukumu yetu, kana kwamba kuna aishini fi dhalam, tulikuwa tunaishi katika giza ile. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuja kutupa mwangaza ili tuweze kujua nini anachotaka na ni njia zipi anazotaka tuishi nazo, ili tuweze kuwa ni waja wema na mwisho wa siku tutarajie malipo kutoka kwake. Ndio maana ipo aya katika Qur'an inasema kwamba Allahu nuru samawati wal ardh, kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nuru. Nuru kwa maana ya mwongozaji wa yale yote yako mbinguni, lakini pia ni mwongozaji wa yale yote ambayo yako wapi? Yako duniani. Kana kwamba hatuwezi sisi kufikia yale ambayo ni sehemu ya malengo yetu kufika kwa mujibu wa kanuni, mila na desturi alizotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka tutakapofuata na kutekeleza kivitendo yale ambayo ametuamrisha ndani ya kitabu chake cha Qur'ani, ambayo ndio mwongozo wetu kama Waislamu ndani ya dunia hii. Lakini namna gani tunaweza kufika huko? Ni lazima tumfuate Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana zipo baadhi ya abiyati zilizokuwa zikimsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambazo zinasema kwamba kaifa tarqa ruqiyaka al-anbiya
ya samaa ma tawalatha samau lam yusawuka fi ulaka wa qad ala sana minka dunahum wa salam. Innama mathalu sifatika linnasi kamathali nujum al-bahr anta misbahun kulla fadlin fama tasdur illa an daw'ikal aqwa. Anasifiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba umewezaje wewe Bwana Mtume Muhammad kuwa juu kuwashinda mitume wote na manabii wote? Kaifa tarqa ruqiyat al-anbiya ya samaa ma tawalatha samaa. Mfano wako wewe ni kama vile mfano wa mbingu ya saba ambayo juu yake hakuna mbingu nyingine. Lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sana minka dunahum wa salam. Hakuna ambaye anayeweza kufikia kiwango cha ustawa bora ambacho wewe ulionacho au kukupindukia wewe, bali wewe ndio umekuwa bora zaidi ya wale wote ambao wanaokufuata akukuia. Innama mathalu sifatika linnasi kamathali nujum al-bahr. Mfano wako wewe Bwana Muhammad, wasifu wako kwa watu kamathali nujum al-bahr, ni kama vile mfano wa nyota ya jana ambayo huwaelekeza mabaharia wote wanaoendesha majihazi yao na meli zao katika bahari, kwamba wakienda tofauti na nyota hiyo basi wanakwenda kupotea. Ndivyo ulivyo wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta misbahu kulla fadli, wewe ndio taa la kila anayehitaji ubora. Wewe ndio mwangaza wa kila anayehitaji nuru. Wewe ndio nuru kwa kila anayehitaji uongofu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiita sura hii kuwa ni Suratul An-Nur kwa malengo ya kututaka sisi kuweza kuyatekeleza kivitendo yale yanayopatikana ndani ya sura hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ameanza kwa kusema suratun anzalna wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Mwenyezi Mungu ameanza kwa kusema hakika sura hii suratun anzalna, sura hii tumeiteremsha, wa faradnaha, lakini pia tukafaradhisha juu ya utekelezaji wa hukumu zake kwenu nyinyi Waislamu, kwamba ni lazima kutekeleza yale yote yaliyokuja ndani ya sura hii. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, na tukateremsha ndani yake aya kwa maana ya dalili ambazo zilizo wazi
alwadihat, zilizo wazi. Sasa neno sura katika Qur'an au kilugha, unaposema sura linatokana na neno asura. Sura ni ngome au uzio. Kama ule pale unaweza kusema kwamba ile inaitwa nini? Sura, yaani ni ukingo au uzio uliozunguka kitu fulani. Kwa hapa tunaweza tukasema sura almasjid ni nini? Ngome au uzio uliozunguka nini? Fence iliyozunguka nini? Msikiti. Sasa ikaja katika Qur'ani ikazungumza kwamba sura, yaani yale yaliyomo maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya Qur'ani yameitwa sura. Kwa sababu gani? Kwa sababu yenyewe yamezunguka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo laha mabda'u wa laha nihaya, kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yana mwanzo lakini pia yanafanyaje? Yana mwisho. Sasa sura ni wingi wake unasema sura kwa maana ya zile sura nyingi zinazopatikana ndani ya nini? Ndani ya Qur'an. Ndio maana ikaja katika aya yake kwamba alam tara anna Allah anzala sura tara. Haya maneno ya kishairi, anasema alam tara anna Allah anzala sura tara kulla maliki dunaha yatadabbar. Hivi yaoni anna Allah anzala sura, kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha ukingo. Tara kulla maliki dunaha yatadabbar, utaona kila mfalme ambaye aliyopo nje ya ukingo huo yatadabbar, anahangaika, anatafuta namna ya kuweza kuingia ndani ya eneo husika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neno sura amelitumia katika aya nyingi za Qur'an, limepokelewa katika maeneo tofauti tofauti na katika sura tofauti tofauti. Kwa mujibu wa wanazuoni wa tafsiri ya Qur'an, wanasema kwamba neno sura katika Qur'ani limepokelewa takriban mara 11 ndani ya Qur'an. Katika maeneo hayo yako baadhi ya maeneo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa kama sehemu ya mitihani wale ambao sio Waislamu waliokuwa wanataka kuondosha uwepo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa Mwenyezi Mungu na kutaka kuyadogosha maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'ani tukufu, kutaka kutengeneza taswira ya kwamba haya maneno ni maneno ya viumbe wengine, ni maneno ya binadamu ambayo la qimata lahu, hayana thamani ya aina yoyote, kwamba ni maneno yanayopaswa kupuuzwa tu
Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwa kupitia Qur'ani tukufu ambayo ndani ameyataja maneno haya kwa kuwapa mitihani kwamba je, ikiwa ninyi mnadai kwamba haya maneno haya sio maneno ya Mwenyezi Mungu, basi leteni mfano wa maneno haya, leteni ya kweli, walau basi hata aya 2 au 3 au aya 10 tu, mfano wake, tuone kama mtaweza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikumbuka hapa bado tunazungumzia ile neno sura, tumefanya vizuri ili tuweze kujua maana yake. Ndio falsafa ya Qur'ani, unaweza kuisoma kama na ukawa bado haujaweza kufasiri. Tumefanya vizuri, ukawa unapita tu na ukashindwa kujua kwamba hii Qur'ani, hii sura imefikia wapi, munasaba wake ni upi baina ya aya ya kwanza na aya ya mwisho ya sura iliyotangulia kabla yake. Munasaba wake ni upi baina ya aya ya mwisho ya sura husika na aya ya kwanza inayokuja katika sura inayokuja baada yake. Tumefanya vizuri, ukashindwa kujua wapi imeteremka na kwa nini imeteremka. Sasa bado tunaangalia neno asura. Kwa nini imekuja suratul anzalna tena katika namna ambayo hakuna sura nyingine yoyote ndani ya Qur'ani iliyoteremka mfano wa sura hii? Yaani hii imeteremka kwa aina ya pekee yake. Suratul anzalna ndio imeanza hivi. Tumefahamiana vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana wapa mtihani makafiri ambao walikuwa hawaamini kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina fa'atu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kwamba ikiwa ninyi mna mashaka kwamba haya sio maneno kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba haya maamrisho sio hayatoki kwa Mwenyezi Mungu, kwamba ni maamrisho labda tu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba amejitungia yeye mwenyewe kwa utashi wake. Sasa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ikiwa ninyi mna mashaka hamwamini, mimma nazzalna ala abidina, kwa maneno haya na hukumu zake tulizoziteremsha kwa mja wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atu bi suratin min mithlihi, basi leteni sura mfano wa sura hii, wad'u shuhada'akum, na muwaite mashahidi, in kuntum sadiqin, ikiwa ninyi mnasema kweli. Lakini mwisho wa siku hawakuweza kuleta hata sura moja mfano wa sura hii. Neno nini? Neno sura. Qur'ani ina sura ngapi?
114, si ndio? Sasa fatu bi surati min mithli, leteni mfano wa sura hii kwa sura moja. Ateni hizo 114, leteni moja tu mfano wake, ili tuweze kuthibitisha hayo madai yenu. Umefanya vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhadhiru al-munafiqun, anawatahadharisha wale ambao ni wanafiki, an tunazzala alayhim sura, kwamba atawateremshia sura tunabbihu, ambayo itakayokuwa ikiwazindua. Imekata, imejaa betri. Sawa, ikikata nitakwambia. Tunabbihu, ikiwazindua mimma fi qulubi, yale ambayo yaliyomo ndani ya nini? Ya nyoyo zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba qul saunabbiuhum, kwamba nitafanyaje? Nitawaambia juu ya habari ya yale yote ambayo wanayoyaficha ndani ya vifua vyao, kwamba hakika Mwenyezi Mungu, inna Allah, hakika nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukhrijun ma tudharu, kwamba atayatoa yale yote ambayo wao waliokuwa wanayafanya na kuyachukulia tahadhari za kinafiki. Tumefanyana vizuri. Akasema yauma yaqulu lilmunafiqun, siku ambayo watasema wanafiki wa kiume, walmunafiqati, na wanafiki wa nani? Wa kike. Lilladhina amanu, waambia wale ambao walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, undhuruna, kwamba tungenieni, tusubirini, na tatabisu min nurikum, tuweze kufuata nini? Nuru yenu. Faduriba bainahum bisurillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wataambiwa qila rji'u, wataambiwa rejeeni, waraakum, kwa maana tazameni nyuma yenu. Yani wakati wao watakapokuwa wakiwaambia wale waliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unguruna na tatabisu min nurikum, kwamba tusubirini tufate hiyo nuru yenu, kwa maana ya kufata mwangaza, ili tujue wapi tunapopita. Qila rji'u, wataambiwa hawa wanafiki kwamba irji'u waraakum, rejeeni nyuma yenu, tazameni nyuma yenu. Faltamisu nura, huko mtaikuta nini? Mtaikuta nuru. Faduriba bainahum bisurillah, wakati wamegeuka, ghafla ukapigwa nini? Uzio. Tumeona vile neno sura unalikuta tena, faduriba bainahum bisurillah, ikapigwa nini? Uzio. Wanakuja kushtuka wale wako sehemu yao, waaminie, na hawa wanafiki wako nini? Wako sehemu yao. Babu batiluhu fihi rahma, kwamba ule uzio unaonyesha wazi kwamba wale walioko upande wa kule ambao ni waaminio wako katika rehema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
mujarrad wa neno nini? Sura. Falsafa yake ni nini? Mwenyezi Mungu maana yake anataka sisi tutambue na tuzinduke kwamba mafanikio yetu sisi kama Waislamu hayapo nje ya nini? Nje ya Qur'an tukufu, hayapo nje ya maamrisho yake, hayapo nje ya kanuni zake. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa ni kuhakikisha kwamba tunazama na kuifanya hiyo Qur'ani ndio kuwa msingi wa nini? Wa maisha yetu. Na leo tumeharibikiwa. Ukichunguza kwa nini tumeharibikiwa, ni kwa sababu kitabu hiki cha Qur'ani sisi yawezekana tumekifahamu katika utaratibu mwingine ambao unakinzana na utekelezaji wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyomo ndani ya Qur'ani. Tunafanya kitabu hiki kuwa ni kitabu ambacho kazi yake ni mahsusi katika upande wa aina moja peke yake, kusomwa aidha kwenye harusi, kusomwa aidha kwenye hikma, tumefahamiana vizuri huko tu, au kusomwa kama vile mfano wa mtu anavyosoma gazeti, lakini sio kuingiza katika utekelezaji wa maamrisho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu ndio maana akaanza suratu anzalna, kwamba hii sura tumeiteremsha maalum na mahsusi kwa ajili ya kuwazindua Waislamu ili waweze kuishi wakiwa wanayatekeleza yale yaliyomo ndani ya Qur'an. Na suratu Nur min suwari al-madaniyya, min suwari al-madaniyya. Suratu Nur ni katika sura ambazo zilizoteremka katika mji wa Madina au zinahukumiwa kwa mujibu wa mabahithu fi ulumi al-Qur'ani, katika elimu ya sayansi ya Qur'ani, kwamba ni sura al-Madaniyya iliyoteremkia Madina. Hunaka farqun baina al-makkiyya wal-madaniyya, kuna tofauti kati unaposema kwamba hizi sura zimeteremkia Makka na hizi zimeteremkia wapi? Madina. Min al-qawaid, katika kanuni za ilmu usul tafsir zinazohusikana na elimu za misingi ya tafsiri, zinasema kwamba al-makkiyya ma nazalat qabla al-hijra walau kana nuzuliha kharij Makkah. Tumefahamu vizuri kwamba unapozungumza kwamba hizi aya au hizi sura ni sura makkiyya, maana yake ni zile sura ambazo zimeteremka kabla ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama Makka kwenda Madina, hata kama yawezekana ndani ya aya hizo au sura hizo zipo ambazo zimeshuka nje ya pale Makka. Sisi tumeelewana vizuri. Na unapozungumzia al-Madaniyya kwamba zile sura za Madina zile, maana yake huwa ma nazala ba'da al-hijra
na hata kama ndanimu zitapatikana baadhi ya sura zimeteremka nje ya mji wa Madina, lakini zinazingatiwa kwamba ni al-Madani. Sasa Suratul Nur min suwari al-Madani ni katika sura ambazo zimeteremkia wapi? Zimeteremkia Madina. Na ikumbukwe kwamba sura zote ambazo zimeteremka Madina ni sura ambazo ishtamalat fiha majmu'atun min al-ahkam ash-shar'iyya, ni sura ambazo zinazohusisha juu ya misingi ya kisheria ambayo inayowataka Waislamu waweze kutekeleza sheria katika mfumo wa maisha yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Madina, kuhama kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina, ndipo ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasema kanat bidayatu taasisi ad-dawlatu al-islamiyya, ndio ulikuwa mwanzo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasisi, kuanza kutengeneza ili dola ya Kiislamu. Kwa hiyo sura na aya nyingi zilizoteremkia Madina, maana yake zilikuwa zinahusisha misingi ya hukumu za kisheria na kuwataka Waislamu waishi maisha yao kwa utekelezaji wa misingi ya kisheria walizoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini sheria hizo hazikushuka Makka? Ni kwa sababu Makka, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi kubwa kwanza ya kutengeneza misingi bora ya kiitikadi, kwamba watu ya kuwatoa watu kutoka katika giza cha ukafiri na kuwaingiza katika nuru ya imani na Uislamu. Kwa hiyo aya nyingi zilizoteremkia Makka zilikuwa zikiwataka watu waache ushirikina. Tumefahamiana vizuri? Zilikuwa zinawataka watu waache ushirikina. Waache ushirikina kwa maana ya kuacha kuyaabudia masanamu. Tumefahamiana vizuri? Waache kuyaabudia masanamu, waache kuamini kwamba masanamu ndiyo ambayo yanayowapa riziki na kuendesha maisha yao. Wajivue kutoka katika imani potofu na kuingia katika imani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad aliweza kuifanya kazi hiyo ya kuwalingania watu ndani ya mji wa Makka kutoka katika ushirikina na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja